Tukio ambalo halitakuja kusaulika kwa marehemu Raila Odinga ni tukio katika viunga vya 254 Kenya ambalo ilishawahi kujitokeza, na yalikuwa ni katika mapambano ya kupambania haki na kuweza kupambania uhuru katika nchi ya Kenya. Lakini cha ajabu ni moja kati ya changamoto ambazo zilishawahi kumkuta marehemu Raila Odinga, na ilikuwa ni kutokana pia na upinzani mkali ambao ulikuwa ukiendelea. Alishawahi kubambikiwa na kutaka kupewa kesi ya ubakaji ambayo ingeshusha CV yake, na hata hivyo pia ilishusha CV yake kwa sababu kuna baadhi ya wananchi pia ambao tayari walikuwa wameshaingia kwenye mfumo wa kuamini kwamba kinachoendelea kwa Raila Odinga kilikuwa ni sahihi. Lakini tunaamini moja kwa moja kutokana pia na aina ya CV ya Raila Odinga ambaye ameweza kuitengeneza na kupambania moja kati ya harakati za kisiasa kwenye nchi ya 254 Kenya, haikustahili kabisa kuweza kufanywa kitendo kama hicho, na ndo changamoto za kibinadamu ambazo tayari zimeshawahi kumtokea mpambanaji lakini mpigania haki na mweka sawa wa itikadi ya kisiasa katika nchi ya Kenya ambaye ni marehemu Raila Odinga. Moja kati ya tabaka kubwa na tabaka zito ambalo lilishawahi kutengenezwa, akiwemo mara baada ya kupewa kesi ya ubakaji ambayo ilikuwa ni kesi ya kusingiziwa, huku zikiweza kutengenezwa pia baadhi ya video, lakini pia na kutengenezwa baadhi ya ushahidi ambao ulionekana kabisa kwamba unataka utengenezwe kwa lengo la kumpoteza kwenye dira na ramani ya kisiasa, mara baada ya kuona kama Raila Odinga kuna wakati aliweza kuitikisa na kuishika Kenya kwa asilimia kubwa sana, kiasi kwamba hata kwa wale marais watawala ambao walikuwa wakiona kwamba wao ndo watawala, walikuwa wanaamini kwamba muda wote na saa yote wanaweza wakapinduliwa. Kwa hiyo hata issue ambayo imeweza kujitokeza na kifo chake kwa marehemu Raila Odinga, kuna baadhi pia ya watu na fikra zao wanaamini kwamba huenda Rais William Ruto pia na yeye akawa na mkono wake. Taarifa zilivyoweza kupokelewa baada ya mshtuko wa moyo wa marehemu Raila Odinga ni kwamba simu ilipigwa kwa baadhi ya watu na viongozi walio karibu na Rais William Ruto, ambapo msaada pengine ungeonekana kuwa ni mwepesi na haraka iwezekanavyo na kufanyiwa matibabu India kwa uharaka kutokana pia na kauli ya Rais William Ruto. Lakini unaambiwa kwa mujibu wa taarifa na vyanzo vya taarifa inaeleza kuwa kulikuwa kidogo na uzito, kwa sababu pia Raila Odinga ni moja kati ya miongoni mwa viongozi ambao yani muda wote na saa yote walikuwa na uwezo wa kumpindua Rais William Ruto. Kwa hiyo huenda ule uoga na yale matumaini ambayo Wakenya walikuwa tayari wameshaanza kuyatengeneza na kuona kwamba Rais William Ruto kuna wakati alikuwa akienda Kombo, ndio maana kulikuwa na maandamano mengi na kulikuwa na vitu vingi vinavyoendelea kwenye nchi ya Kenya, kiasi kwamba hata kuna baadhi ya wasanii kama kina Akothee na wasanii kadha wa kadha ambao waliamua kuweka bayana kwamba Rais William Ruto inabidi awasikilize, la sivyo kingetokea kitu ambacho ni tofauti sana kwenye nchi ya Kenya. Kwa hiyo ni moja kati ya sababu ambazo zinaonekana kwamba viongozi ama marais ambao walikuwa ni watawala pengine wameweza kuchangia sana kwa baadhi ya mambo tofauti ambayo yalikuwa kitengenezwa kuweka ule ubaya kwa CV ya Raila Odinga. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambazo tumeweza kuzifuatilia kwa makini sana na kwa weledi, na hatimaye sina la ziada. Kincha msingi ningependa tukutane kwenye upande wa comment kwa hiki ambacho nimeweza kukizungumzia kwa umakini na weledi zaidi.